Tatu, kuhusu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, kamati kuu imeazimia kwamba wale wote waliohusika kuratibu, kufadhili na kutekeleza mauaji dhidi ya raia wawajibishwe bila kujali nafasi zao. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wawajibishwe kwa kushindwa kuwalinda wananchi na kutuhumiwa kuhusika katika mauaji hayo na kushindwa kuzuia mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia. 4. Kamati kuu inasisitiza inahitajika haraka kuundwa na kupatikana tume huru ili kufanya uchunguzi wa kina wa matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zinazofuata. Tunasisitiza kuwa ni lazima tume iwajumuishe watu wa ndani na nje wanaoaminika ili kuchunguza mauaji na matukio ya ukatili dhidi ya binadamu yaliyotokea Tanzania. 5. Kamati kuu inatoa pole kwa familia zote zilizokumbwa na vifo vya tarehe 29 Oktoba 2025 na tarehe zilizofuata. Kamati kuu, pamoja na kwamba inatambua kuwa maisha ya binadamu hayawezi kulipwa kwa fedha, lakini inasisitiza kwamba familia zilizopoteza wapendwa wao walipwe fidia, ikiwa ni kuonyesha utu na kutoa pole kwa familia husika. 6. Kuhusu mchakato wa katiba mpya. Kwa kipindi kirefu, Watanzania wamepata matatizo makubwa yanayotokana na katiba tulionayo. Kamati kuu inaona kwamba Watanzania hawawezi kusubiri tena katiba mpya kwa kipindi kingine isipokuwa sasa. Kwa sababu hiyo, kamati kuu imeazimia kuundwa kwa kamati ndogo ya kamati kuu ili kuandaa mkakati wa kukwamua mchakato wa katiba mpya. Kamati hiyo itakuwa na jukumu pamoja na mambo mengine ya kuandaa mswada wa sheria kwa niaba ya wananchi utakaoeleza utaratibu wa kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Mswada huo utaeleza namna kura ya maoni ya katiba mpya itakavyofanyika kwa kusimamiwa na chombo huru kitakachosimamia kura hiyo ya maoni kwa uhuru, kwa haki na kwa kuaminika. Aidha, kamati kuu imeazimia kuwa chama kiongoze wananchi kutaka kuanzia sasa mchakato uanze wa katiba mpya, na katiba mpya hiyo ipatikane kwa vyote vile si zaidi ya mapema mwaka 2027, lakini mchakato uanze kuanzia sasa, lakini usizidi mapema 2027. 7. Kamati kuu imeazimia kuanza rasmi operation ya mikutano ya hadhara nchi nzima. Operesheni hii itajulikana kwa jina la Operation Katiba Mpya Free Tundu Lissu na itafanyika kwa awamu mbili. Katika awamu ya kwanza, mikutano itafanyika katika kanda ya Serengeti, kanda ya Victoria na kanda ya Kaskazini. Aidha, operesheni hii ya awamu ya kwanza itaanza wiki ya 3 ya mwezi wa 5. Kwa hiyo mwezi huu kwenye wiki ya 3 tutaanza moja kwa moja operesheni ya Katiba Mpya Free Tundu Lissu kwa kufanya mikutano ya hadhara katika kanda 3 kwa mfululizo.